Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Wale gani mtazamaji wa chanela yetu, tunakuwa leo tarehe 12 Mei 2025. Kwa mara tena mjambo na karibu kupata habari zetu, tukikutangazia toka mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini. Natasha Mingo Andrea ni mtangazaji wako. Kwa ruhusa ya uongozi tunakujuza habari mbalimbali toka jimbo la Kivu Kusini na kwengineko. Tuanze habari hizi tukibainisha kwamba mkoa wa Kivu Kusini chini ya uongozi wa AFC M23 umetangaza kifo cha ghafla cha makamu gavana wake anayesimamia masuala ya fedha, Bwana Gashingira Juvenal. Wametoa pole za rambirambi kwa familia yake ya kibiolojia, kwa wakazi wote wa jimbo la Kivu Kusini na wanamemba wote wa AFC M23. Kuhusu ratiba za mazishi, tumejuzwa kwamba watatangaza baadaye. Marehemu amefariki bila kusikia habari yoyote ya maradhi. Usalama. Mtu mmoja ameuawa wilayani Kabindula katika eneo la Kalundu tukiwa jijini Uvira Jumapili jioni Mei 11, 2025. Taarifa ambazo zinathibitishwa na kiongozi wa vijana wa Uvira katika mahojiano nasi ikiwa Mei 12 mwaka 2025. Kwa mujibu wa Kizatiniko, majambazi wasiofahamika walimpiga risasi na kumuua mtu mmoja aitwaye kwa jina la Angola Shushira mnamo eneo la Musohoko. Mwisho anaomba mamlaka husika na ushirikishwaji katika usalama wa watu na mali zao, na uchunguzi ufanyike ili kuwapata wahusika wa kitendo hicho cha kinyama na waweze kupata malipizi kulingana na sheria. Mwanaume mmoja ameuawa Jumapili asubuhi na wakazi wa Avenikindo tukiwa mnamo kata Ndendere. Kesi nyingine ya kujilipizia haki ambayo imerekodiwa baada ya zingine nyingi katika eneo hilo. Kulingana na vyanzo vya ndani, hii imejitokeza mwendo wa saa 9 za usiku, ambapo mtu huyo anayezaniwa kuwa mwizi aliponaswa kwenye eneo hilo la Kindu karibu na jumba la mashahidi. Wakazi waliokuwa na hasira baada walimuona wakamchukua. Wakazi waliokuwa na hasira baadaye walimchoma moto anayedaiwa kuwa mwizi akiwa hai katika eneo hilo, chanzo chetu kimesema. Kama ukumbusho, kwa muda wa wiki kadhaa jiji la Bukavu limekuwa likikumbwa na hali ya ukosefu wa usalama ambayo ni sifa ya uporaji katika duka, mashirika ya kibinadamu na vile visa vya uvamizi wa manyumba na majambazi wenye silaha. Mashambulizi ambayo yanasukuma wakazi kutafuta msaada kutoka kwa kujilipizia haki. Hivyo umuhimu wa ushiriki mamlaka katika kuimarisha hatua za usalama ili kuzuia kesi hizo inahitajika. Usalama. Kesi 6 za kujilipizia kisasi zimerekodiwa mwezi wa Aprili 2025 katika jiji la Bukavu, ikilinganishwa na kesi 14 mwezi wa 3, taarifa ambayo imethibitishwa na shirika la Sagesec Force Vive katika mahojiano na mwanaripota wa Fizi News. Kulingana na muundo huu wa kirahia, hii inafuatia kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika jiji la Bukavu ambalo kila leo visa vya kujilipizia kisasi vinaripotiwa. Akiongeza kuwa nyumba kadhaa zimetembelewa na majambazi wenye silaha. Taarifa hii pia inabainisha kuwa kesi 8 zimesharekodiwa tangu mwanzoni mwa mwezi huu wa 5. Muundo huu wa kirahia unawataka wananchi kutochukua haki mikononi, waache kujilipizia kisasi, waweze kuacha mamlaka ifanye kazi yake. Zaidi ya nyumba 15 na vitu vya samani vimeharibiwa. Hayo ni matokeo ya mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali iliyopiga sehemu kubwa ya eneo la Mwenga katika jimbo la Kivu Kusini wikendi iliyopita. Taarifa imetolewa na mfumo wa mashauriano wa mashirika ya kirahia ya Mwenga katika mahojiano na mwanaripota wa chanela ya Fizi News ikiwa Mei 12. Kwa mujibu wa muundo huu wa
wananchi, mvua kubwa imesababisha uharibifu mkubwa katika vijiji vya Busiba, Bilembo, Manyota, Kakulu na Mulama katika eneo la afya la Mwenga. Kutokana na hali hii, Hilary Sombia, mratibu wa mfumo wa mashauriano ya asasi za kiraia kanda ya Mwenga, anatoa wito kwa watu wenye moyo mwema, mamlaka na mashirika kutoa misaada kwa familia zilizokumbwa na maafa ambazo zimebaki bila msaada. Amezungumza hayo katika mahojiano nasi. Mvua iliyonyesha katika mkoa wa Basile na hata kwa Mwenga Center haikuacha kabisa manyumba na nafasi ambao wanatumikia mapadri kwenye parokia Mtakatifu Maria ya Mwenga. Ilikuwa magharibi ya hii tariki 10 mwezi wa 5 mwaka wa 2015. Mvua kali ambao ilikuwa tayari na mpepeo mkali pia imeacha kurusha hiyo manjanja ambayo inapatikana kwenye maofisi kwenye parokia na ambao pia imegusa kidogo kwenye nyumba ambao wapadri wanakaa. Tulipenda kuonesha ile yote, na hii mambo haikuacha kabisa mapadri kulala na amani katika matokeo ya mvua ambayo imefikia. Tulipenda kualika watu wa moyo mwema nao kuwa na nguvu walete mchango wao, mchango wa vitu, wa pesa, manjanja, misumari, kwa kisa kwa namna gani hiyo maofisi inaweza tena kutengenezwa vizuri. Zaidi ya ile tulipenda kualika parokia kuangalia namna gani ya kuongezea kupandaji wa miti kwenye parokia, kuangalia kisi miti inaweza kusaidia kwa kupunguza nguvu za mpepeo. Ndio maana tunapenda kualika watu tupande miti katika nafasi ambazo zinakuwa bila miti, kuangalia namna gani tunaweza kupunguza maafa ambayo inatokea kupitia zidi ya upepo mkali, kusudi tena tusifikie kwa mambo kama na haya ambayo tunaendelea kuona na ambayo inapitikana kwenye parokia Mtakatifu Maria ya Mwenga. Afya. Wanawake wajawazito wanahimizwa kufahamu udhaifu wao na kujilinda dhidi ya matukio ya vurugu. Hii ili kubaki katika mazingira yanayowawezesha kustawi na kujifungua salama katika kiwango cha kihisia, kiakili na kimwili. Wito huu umezinduliwa na Idris Balinde, mwanasaikolojia wa kliniki katika hatua ya usaidizi wa kisaikolojia na kijamii kwa watu walio katika ziki katika mahojiano na mwandishi wenu. Kulingana na mwanasaikolojia wa kimatibabu Idris Balinde, afya ya akili ya mama ni sehemu ya afya ya akili ambayo huzingatia zaidi afya ya kihisia na kisaikolojia ya wanawake wajawazito na mtoto mchanga kwa wakati mmoja, na ambayo inaruhusu mama kuwa na mtazamo mzuri kwa mtoto wake na kumjengea mtoto mchanga mazingira ambayo yanamruhusu kustawi katika kiwango cha kiakili, kihemko na kijamii. Huyu hubainisha matatizo ya afya ya akili ya uzazi husababishwa na mambo kadhaa, ikiwa ni pamoja na majeraha ya moja kwa moja au yasiyo ya moja kwa moja wakati wa ujauzito, ikiwa ni pamoja na mauaji, vurugu, ajali na mengine mengi ambayo mwanamke mjamzito amepatwa yanaweza kusababishwa unyongovu baada ya kujifungua. Ili kushughulikia masuala ya afya ya akili ya mwanamke mjamzito, Idris Balinde anawahimiza wajawazito kukaa katika mazingira ambayo yanawawezesha kukua kihisia, kiakili na kijamii. Na kwa familia ya karibu ya mwanamke mjamzito, mwanamke huyu anahitaji kuchukuliwa hatua za kutulizana na kumlinda mwanamke mjamzito kutokana na shida za kiafya baada ya kuzaa. Surtout batu wenye banaishi na mama mjamzito, mama mwenye kuwa iko fragile kiakili au kinafsi, batu wenye kumzunguka notamment bwana yake na batu ya karibu, batu ya jamaa yake, wanaweza kumsaidia aendelee muhali yenye kuwa na usalama. Isikuwe wakati ya kutumikisha de parole au maneno zenye ziko za kilo sana na zenye zitatuma anakuwa na mafikiri mingi. Isikuwe wakati ya kumtusi isivyofaa. Isikuwe wakati ya kumwacha meme kuexpose kuangalia. Inaweza kuwa ni michezo, inaweza kuwa ni filamu ambazo ni za mauaji, na
Vile vile pia inaweza kutokana na gisi anaishi kulingana na kijamaa, kama ni mama mwenye kuwa mama mjamzito lakini anaishi mwenyewe, sasa inalomba bazazi yake bajiimplike kusudi aweze kuzala makondisio zinazokuwa mzuri. Wacha tuonyeshe kuwa afya ya akili ya mama mjamzito ni muhimu kwa mama na mtoto. Hivyo umuhimu wa ushiriki katika mamlaka katika kuchukua hatua zinazowezesha kuwaweka salama wajawazito na watoto katika hali zinazowezesha kupata msaada bila hatari ya matatizo ya afya ya kiakili ya mama na mtoto vinahitajika. Na tukibaki tu katika masuala ya afya, tubainishe kwamba idadi ya watu wa jiji la Bukavu wanatakiwa kuwa makini hasa ili kuonyesha huruma na msaada wao kwa watoto walioachwa yatima kutokana na ugonjwa wa ukimwi kwa wazazi wao. Wito umezinduliwa na mpango wa kitaifa wa sekta mbalimbali kwa kupambana na ukimwi PNMLS. Kulingana na mpango wa kitaifa wa sekta mbalimbali wa mapambano dhidi ya ukimwi PNMLS, siku hii ni wakati wa ukumbusho, mshikamano na utetezi unaozingatia watoto ambao wamepoteza wazazi wao kutokana na ukimwi. Hata hivyo, huku ikitoa wito kwa jamii kuwajibika kwa pamoja ili kukabiliana na umaskini, kutengwa na jamii na kuacha shule kwa watoto yatima kutokana na ukimwi. Aliongeza kuwa siku hii pia ni fursa ya kuimarisha uhamasishaji wa kutathmini sera za umma huku tukifanya upya ahadi kwa ajili ya ulinzi wao. Shirika hili linaonyesha kuwa watoto walioachwa yatima kutokana na ukimwi wanakabiliana na changamoto nyingi zikiwemo mazingira magumu ya kijamii na kiuchumi, ukosefu wa elimu na lishe, huduma bora za afya, uhaba wa mifumo ya msaada na mengine mengi. PNMLS inapendekeza kwamba mamlaka na washirika waimarishe sera za umma ili kukabiliana na ubaguzi dhidi ya watoto hawa huku wakiwapa fursa sawa na kupata afya na elimu. Kwa maana hii, Bienvenue Ruizibuka, mkuu wa kitengo cha ushirikiano na usaidizi ndani ya PNMLS, anapendekeza kuimarishwa kwa mapambano dhidi ya unyanyapaa ili kuwapa watoto hawa uangalizi maalum na kuzingatia. Anatoa wito kwa jamii nzima kutoa msaada kwa watoto yatima kutokana na ukimwi ili wajisikie kupendwa na kudhaminiwa kama watoto wote katika familia. Kwa watoto yatima wa ukimwi, anawataka wawe na matumaini huku wakijiamini. Ujumbe kwa community ni kutobagua watoto hawa na ni kuhakikisha kama inatakiwa kuwazogelea na kuheshimu haki zao kama watoto wengine. Message yetu kwa watoto hawa ni kwamba ukimwi ni magonjwa kama wengine na wanaweza kuishi maisha mazuri kama wanafata matibabu yao, na kuna espoir kwa mtu ambaye anakamata dawa yake vizuri. Na tunawahakikisha kama sisi wote ambao tunatumika ndani ya VIH tutaendelea kutoa sapoti zetu ili watoto wote waweze kuishi na maisha mazuri. Tutahakikisha kama haki zao zinaheshimiwa na watu wote. Ikumbukwe kwamba toleo hili la 12 la siku ya watoto yatima na ukimwi duniani limesherekewa mwaka huu chini ya kauli mbiu njia ya haki, afya yetu, haki zetu. OMS inatoa wito kwa viongozi wa dunia na wananchi kuzingatia haki ya afya kwa kushughulikia kutokosekana kwa usawa kunakozuia maendeleo ya kutokomeza ukimwi. Ni katika afya tunaendelea. Ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa mpox katika jimbo la Kivu Kusini, kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa huu imezinduliwa katika eneo la jimbo la Kivu ya Kusini, ikiwa eneo la Miti, Muresa, tukiwa tarafani Kabare. Kutokana na kuendelea kwa janga la mpox katika jimbo la Kivu Kusini, kampeni ya kawaida ya chanjo ikiwa ni pamoja na kipengele maalum dhidi ya tubili kwa watu wanaolengwa imezinduliwa rasmi. Eneo la afya la Miti Muresa ambalo limeathirika haswa lilichaguliwa kuzindua mpango huu muhimu. Sherehe hizi za uzinduzi wa kampeni hiyo zilifanyika katika kituo cha matibabu cha mpox cha hospitali ya Kavumu iliyopo Businde. Sherehe hiyo iliongozwa na dokta wa kanda hiyo ambaye anajulikana.
Akizungumza katika sherehe hizo, Dr. Serge Munyau amesisitiza umuhimu wa kuanzishwa kampeni hii huko Miti Muresa, akikumbusha kuwa eneo hili la afya ndilo la kwanza kuripoti idadi kubwa ya wagonjwa wa mpox mapema tangu Mei 2024. Mwisho pia alikumbusha bei kubwa inayolipwa na jamii katika kukabiliana na ugonjwa huu, akitaja vifo tayari 17 vilivyoripotiwa tangu kuanza kwa janga hili, na hivyo kusisitiza umuhimu wa mkakati wa chanjo iliyowekwa. Dr. Munyau alifafanua lengo la chanjo hii mahususi dhidi ya mpox haihusu idadi ya watu wote, lakini inalenga haswa watu ambao wamewasiliana na wagonjwa walio na umri wa mwaka mmoja na zaidi. Kwa kifupi, uzinduzi huu unadhihirisha uhamasishaji ulioimarishwa dhidi kufanyika mbele ya washirika wengi muhimu kutoka sekta ya afya, wakiwemo UNICEF, REMED, Shirika la Afya Duniani, OMS na wengine wengi. Kijiji cha Kasaba katika eneo la Fizi, Kivu Kusini, kimekumbwa na mvua kubwa usiku wa Alhamisi 8 kuamkia Ijumaa Mei 9 mwaka tulimo. Idadi ya watu na mali zimeonekana kuteketea. Kulingana na msimamizi wa eneo hilo, Sami Kalonji, aliyenukuliwa na Radio Kapi, zaidi ya mihili 110 tayari zimepatikana, zaidi ya watu 40 wamejeruhiwa, nyumba 150 zimeanguka na wakazi 850 hawana makazi. Kwenye nafasi hiyo, utafutaji wa mikono unaendelea, jambo ambalo linazua hofu ya idadi kubwa ya vifo katika siku zijazo. Akikabiliwa na ukubwa wa janga hili, Sami Kalonji anazindua ombi la usaidizi kwa wasiriwa. Mafuriko kubwa sana ililenga tarafani Fizi kupitia kijiji kia Kasaba. Ni kijiji kenye kiko kando kando ya lizio kubwa ya Tanganyika musekta ya Nganja groupement ya Babungwe Sida ndani ya tarafani Fizi. Tarehe 9 ya mwezi wa 5 mwaka tunayokulamkia siku ya 5, mvula kali ilipikwa mitoni mbili ya kijiji ya Kasaba, mtoni ya Kasaba na mtoni ya Beka ilijaza maji sana, na mai ikafungula njia, ikakuya na matope, ikazibia manyumba za wakaji wa kijiji kia Kasaba. Tuna masikitiko kubwa sana ya kwamba watu walikufa wengi, wangali wanatafuta wenyewe wangali chini ya matope. Tunajua ya kwamba zaidi ya watu 100 ndio walishaonekana. Tuko na manyumba 115 ya manyumba zenyewe zilibomoka na zikabebwa manjanja na mpepeo kali sana. Tuko na zaidi ya 15 ya watu wenye walipata vidonda kali, na tuna watu karibu 1000 ya watu wenye hawana nyumba, nafasa ya kulala, chakula hawana, na wako makumu sana. Mnajua kama ya kwamba hapa kwetu tarafani Fizi hizi mwezi ya 5 ni mwezi ya mvula, na hii mwaka mvula ni kali sana. Tunaomba serikali yetu ya Kongo ikuye na msaada ya kusaidia wandugu zetu wenye walipata makumu sana kupoteza wandugu zao wapendwa. Tunaomba mashirika zenye kutumika ya kusaidia wakaji wakuye kusaidia wakaji wetu ndani ya tarafani Fizi mu kijiji ya Kasaba. Mwisho pia anatoa wito kwa kuingilia kati kwa mashirika ya kibinadamu wakati familia nyingi zinalala hadharani bila makazi, chakula au matunzo. Hali inabaki kuwa ya kiwewe na ya kutia wasiwasi. Kulingana na msimamizi wa Fizi, anatoa wito wa kuongeza kwa mshikamano wa kitaifa na kimataifa ili kuwanusuru wahanga wa janga hili la asili. Uchumi. Takribani wiki 2 baada ya kuanza tena kwa shughuli za uchimbaji madini katika eneo la Walikale, Kivu Kaskazini, maisha yanarejea kuwa ya kawaida huko Logu, kituo cha ununuzi kilicho katika kikundi
cha Uwasa kwenye lango la Bisie. Kulingana na wenzetu wa Actualite.cd, maduka ya madawa, mikahawa, bucha na ofisi za kutuma pesa za kielektroniki tayari zimefungua milango yao. Soko la ndani pia limeanza shughuli zake. Hata hivyo, bei ya mahitaji ya msingi zimerekebishwa kwenda juu. Wafanyabiashara wanahalalisha ongezeko hili kwa ukosefu wa bidhaa ardhini, kwa sababu shoka za Walikale Goma na Walikale Bukavu ambazo hutoa magala zao zote zimefungwa kufuatia ukosefu wa usalama unaoonekana katika eneo hilo. Kulingana na hili, ni bidhaa toka Kisangani pekee ndio wanapokea. Hata pia hivyo, hali mbaya ya barabara hairuhusu kabisa vifaa kutoka Kisangani kufika Logu Walikale kwa haraka. Wafanyabiashara wanatoa wito kwa ukarabati wa haraka wa barabara hizi. La ziada hatuna, mtazamaji wa channel yetu. Ni hapa ndipo tunatamatisha matangazo yetu ya leo. Tumekutangazia toka mashariki mwa DRC. Mungu atubariki sote. Alamsiki. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.